Mheshimiwa, bila kukwepa sana, hebu twende moja kwa moja kuhusu mara yako ya kwanza kuwa mbunge, na umeingia pale umeonekana kuwa miongoni mwa wabunge wajenga hoja wazuri. Unalionaje bunge hili ukiwa kama mbunge na mabunge yaliyopita ambayo ulikuwa kama shuhuda tu nje? Nikisema ukweli, bungeni ni kugumu sana. Huo ndio uzoefu ambao nimejionea mimi mwenyewe. Ni kugumu kwa sababu tunakabiliana na changamoto mbili. Changamoto ya kwanza, hili ndio bunge ambalo lina idadi ndogo zaidi ya wabunge kutoka vyama vya upinzani. Idadi yetu ni 12 hivi sasa. Wabunge wa kuchaguliwa ni wabunge 9. Wabunge wa viti maalum ni 2 na mbunge mmoja wa kuteuliwa na rais. Kwa hiyo 12. Hii ni 3% ya wabunge wote ndani ya bunge. Hiki ni kiwango kidogo zaidi. Kwa hiyo utaona kwamba kwa siku, kwa sababu idadi ya wachangiaji inakokotolewa kwa uwiano wa idadi yenu ndani ya bunge. Kwa hiyo kwa siku mara nyingi sisi tuna nafasi moja. Kwa hiyo kama kuna wachangiaji 30, CCM inapata nafasi ya kujipambanua kwa wachangiaji 29. Alafu sisi kutoka kwa wapinzani tunapata nafasi moja. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni kwamba wenzetu wamechagua njia ya kwa sehemu kubwa kusifia serikali yao, kumpamba rais wao, kuipamba rais wetu. Na wewe pia rais wako ni rais wenyewe hodari sana katika hili, kusema kwamba huyu ni rais anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunawapa, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wao wanaona wana wajibu mkubwa sana wa kumsifia. Kwa hiyo utaona ukifanya uchambuzi, bunge limetawaliwa na wabunge wa CCM ambao kwa sehemu kubwa wanatekeleza wajibu. Na mimi kwa maoni yangu hiyo ni haki yao. Lakini changamoto tunaoipata sisi ni pale sasa tunapoleta sauti mbadala, tunapoleta changamoto, tunapoleta yale ambayo wao hawataki kuyasikia. Wanafanya njama kwa kutumia udhaifu wa kikanuni kuhakikisha kwamba hata hiyo sauti ya mchangiaji mmoja, yani nyinyi mmemzungumza watu 29, unajua inahitaji uvumilivu. Unakaa pale kwenye kiti unasema, huwa mimi na msemo wangu najisemea moyoni, this is another day, siku nyingine tena ya kwenda kusikia watu walivyokuwa hodari wa kusifia. Wako wanaoghani pale ndani ya bunge, wanaghani mashairi, wako wanaonyesha uhodari wao wa sara, wanashindana nani anaongoza kuiombea serikali hii ya awamu ya 6. Wasema mkoa huu si tuko imara zaidi kuliko mkoa